Changamoto za kifamilia, unakuta wengine ndio hivyo wanasaidia familia kuwasomesha, watatoka katika mkopo ule. Ni shuhuda kutoka kwa mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wanawake mkoa wa Dodoma, Grace Onea, akieleza matumizi yasiyo sahihi ya mikopo yanavyoumiza wakopaji. Kuona kwamba mkopo huu ni kwa ajili ya biashara yake, ni vyema waiendeleze ile biashara yao, mwisho wa siku itakuja kuwatoa. Kwa pia hizo changamoto za kifamilia, unakuta wengine ndio hivyo wanasaidia familia kuwasomesha, watatoka katika mkopo ule, ama ndio hivyo tena kwenda kumsaidia baba pia au kumwezesha mzee pia. So unakuta at the end of the day, mwisho wa siku unakuta mkopo ule huwezi kurudishika tena. Katika kongamano hili linawakutanisha vijana na wanawake zaidi ya 200. Umuhimu wa elimu ya fedha kwa wakopaji unapigiliwa msumari hapa. Kubwa kabisa kwa kweli, wanawake wanahitaji elimu ya fedha. Hicho ni namba moja. Kwa hiyo leo mafunzo haya yamekidhi hiyo hitaji kubwa sana la wanawake. Elimu, wanahitaji elimu ya fedha, elimu ya biashara, yani ujasiriamali kwa ujumla. Ukisema ujasiriamali ni complex. Ina maana kwamba kuna jinsi ya kufanya biashara, kuna namna ya kuweka kumbukumbu za fedha, kuna namna ya kuweka savings na kuna jinsi ya kufanya biashara ili kutengeneza faida. Ila wapo waliotusua kutokana na mikopo hiyo. Awali kabla ya mikopo nilipata elimu ya kumanage pesa. Kwa hiyo ile elimu ambayo nilipata kupitia TWCC ndio iliyoniwezesha mimi kufikia malengo yangu. Kwa sababu ile elimu ilinisaidia kwamba niwe na nidhamu katika ile pesa ambayo nitakuwa nimeichukua. Tunaweza kuwaelekeza wanawake na vijana, hususan ni vijana wanaomaliza vyuo na wanaoanza biashara, kwamba kuna fursa mbalimbali zinazoweza kupatikana kama elimu ya fedha. Wasichukue tu ile mikopo wakaenda kutumia vibaya. Kupitia kongamano hili la siku 2, wanawake na vijana mkoani Dodoma wananolewa juu ya mbinu za kutumia mikopo kwa tija, ikiwemo elimu ya fedha, kubaini fursa za uwekezaji na biashara. Kibasu Majere, TBC.